kunu ibadallahi wala takunu ibada Ramadhan, kuweni waja wa Allah tabaraka wa taala na wala msiwe waja wa Ramadhan. Lianna Allah tabaraka wa taala hayyun baqin wa huwa mustahiqun lilibada, aidawu ala alibada ba'da ibada, dumu katika ibada baada ya ibada moja endeleza ibada nyingine, kwa sababu huo ndio muktadha wa kuletwa kwako. Hivi wewe kwa kufunga kwako mwezi wa Ramadhani umekuwa ni aulan ala almaasi? Unaweza Ramadhani au msaada kwenda kwenye maasi? Hakuna maneno kusema tunabanana kwenye uhuru. Duniani ni ardhi ya taabu. Atakaye starehe duniani maana yake anajiharamishia starehe ya akhera. Muislamu popote alipo ni wakala wa dini, na chochote anachokitenda anatoa taswira ya dini. Huwa mjumbe bora wa Uislamu popote pale ulipo. Ondosha madhahiri hizi za rushwa kwenye eneo lako la kazi, kwa sababu wewe umeamrishwa kuwa ni wakala wa dini, wewe ni alama ya dini. Anapokuwa baba mwenye nyumba mpiga tari mzuri, unawalaumu vipi watoto kuungua? Innakum mas'uluna amama Allah fi dinikum wa fi dhurriyyatikum wa fi muamalatikum, ninyi mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kuhusiana na dini yenu na kuhusiana na vizazi vyenu. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته عند مليك مقتدر. يقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المؤمنون، baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kumwombea ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, namuomba Allah kwa majina yake matukufu na sifa zake njema, kama vile ambavyo ametukusanya katika eneo hili ambalo tunataraji kuwa ni eneo bora, eneo lenye baraka ya Allah tabaraka wa taala, atukusanye katika sehemu ya utulivu kwenye rahma zake siku ya Kiyama, mbele ya mfalme mwenye uwezo ambaye ndio yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wali tukmilul idda, na mkamilishe idadi ya kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walillahi alhamdu wal minna, tumekamilisha siku 29. Wapo miongoni mwetu ambao wamezifunga zote 29 na kuna wengineo ambao
zimewapita baadhi ya siku, lakini hawa wote wanahutubiwa na kauli hii ya Allah, walitukmilu al-idda, na wakamilishe idadi ya siku za Ramadhani. Kwa wale ambao kuna baadhi ya siku zimewapita, basi na wakamilishe baada ya siku kuu ya Idi, na wanaweza wakatanguliza fardhi ya Ramadhani kabla ya 6 Shawwal ikiwa wasaa wao unawatosheleza kwa kufanya hivyo. Lakini Allah akatwambia walitukabbiru Allah, na ili mumkabbiri Allah. Takbira hizi zilianza baada ya kuthibitika muandamo wa mwezi jana, na mwisho wake ni khatibu kupanda katika mimbar. Hizi ni takbirat za Eid al-Fitri. Alhamdulillah hamadna Allah, walhamdulillah shakarna Allah, walhamdulillah halalna Allah, walhamdulillah sumna lillah, walhamdulillah istaghfarna Allah, walhamdulillah qumna bihuquqillah, wa nasallu Allah tabaraka wa ta'ala al-qabul was-sadada wat-tawfiq. Ayuha al-mu'minun, ما بقي معنا إلا الثبات، الثبات على ما كنا عليه. Hakuna kilichobakia kwetu baada kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan isipokuwa ni kuthibiti katika yale ambayo tulikuwa nayo, wa huwa alama min alamati alqabul. Kuthibiti, kudumu katika hasanat ambazo tulikuwa tunazifanya ndani ya Ramadhan, hiyo ni alama miongoni mwa alama za kukubaliwa. Kinyume chake, kutokuthubutu katika matendo mema ambayo tunafanya na mtu kurudi katika munkarati zake, katika maasi yake, hiyo ni alama miongoni mwa alama za kutokukubaliwa. Sasa tukumbushane juu ya kuthibiti katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Na walillahi alhamdu wal minna, leo sio siku ya kazi, lakini pia leo hali ya hewa ni rafiki. Kwa hiyo kukaa kusikiliza maneno ya Allah tabaraka wa taala ni katika moja ya kushukuru neema zake. Fanakulu, tunasema imethibiti furaha kwa mujibu wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisaimin. Imethibiti furaha kwa wale waliofunga kwa mujibu wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatani yafrahuhuma. Aliyefunga anakuwa na furaha mbili ambazo huwa anazifurahi furaha hizo. Farhatun inda fitri, anafurahi wakati wa kufuturu kwake, sawaun fitru yawmiyan au fitru nihaiyan. Atafurahi kwa kufungua kwake saumu kwa kila siku, na atafurahi kwa kufungua kwake saumu mwishoni mwa saumu kama huu. Tupo na furaha kwa sababu tumemaliza dhima ya Allah tabaraka wa taala kwa njia iliyokuwa bora kabisa. Kwa hiyo leo tuna furaha, lakini tumeahidiwa tupate furaha siku ya Kiyama. Lakini furaha hii ya siku ya Kiyama tunaimiliki sisi baada ya kuwa tumethibitikiwa na furaha ya kwanza kumaliza saumu. Tunaimiliki kwa sababu furaha yako ya leo itakutengenezea furaha yako ya Kiyama. Lakini furaha hii ya leo inaweza ikakutibulia furaha yako ya siku ya Kiyama. Chagua kipi ambacho utakishika kutokana na uhalisia wa siku yako ya leo. Tafrahu litanjua min adhabillah wa tafuza bijannatillah, au tafrah litanala sakhtallahi. Unafurahi ili upate radhi za Allah na pepo ya Allah, au unafurahi ili uende ukapate ghadhabu za Allah siku ya Kiyama? As-saimuna al-yawma inqasamu ila qismayn, qismun yafrahu bi ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala, wa qismun sayafrahuna bi ma'asi Allah jalla jalaluhu. Leo waliomaliza saumu wanafuraha wakiwa wamegawanyika makundi mawili. Kuna kundi la kwanza ambalo litafurahi kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala,
na kuna kundi la pili litafurahi kwa kutafuta ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Kundi hili la kwanza linafurahi kwa sababu tumethibitikiwa na furaha hii kwa mujibu wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tunafurahi kul bifadlillahi wa birahmatihi falidhalika falyafrahu, waambie kwa fadhila ya Allah na rehema zake, kwa ajili hiyo wafurahi katika taa ya Allah, katika ibada ya Allah, katika kulazimiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna kundi linafurahi kwa sababu walikuwa wametwishwa mzigo mzito wa Ramadhani. Sura yao ni kama mtu ambaye kabeba jabali zito ambalo linamtesa, anaona sasa tayari muda wa kulitoa jabali umefika, na libwaga, hataki kusikia chochote kuhusiana na Ramadhani na aliyobebana na Ramadhani. Nukta pili, kunu ibadallahi wala takunu ibada Ramadhani. Kuweni waja wa Allah tabaraka wa taala na wala msiwe waja wa Ramadhani, lianna Allah tabaraka wa taala hayyun baqin wa huwa mustahiqun lilibada fi Ramadhani wa fi ghairi Ramadhani. Muwe waja wa Allah, msiwe waja wa Ramadhani, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yupo hai, amebakia, anastahili kuabudiwa ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Ama ubadu Ramadhan, wale waja watumwa wa Ramadhan, fa inna Ramadhana qad intaha wa raha wa safara wa ma yabqa wa ma baqiya illa imma thawabu wa imma adab. Wale waliokuwa wakiabudu Ramadhani imekwisha, kwa kuwa kwao walikuwa ni waja wa Ramadhani, kwa hiyo nao wamemalizikiwa na majukumu yao. Hawataki kusikia chochote kuhusiana na Ramadhani, kwa sababu Ramadhani ilikuwa ni mateso kwao. Hawa wamejiwekea mazingira ya kupoteza vyote walivyovisimamia katika Ramadhani, kwa sababu hawakuwa wakimwabudu Mola wa Ramadhani, lakini walikuwa wanaiabudu Ramadhani, na Ramadhani haiabudiwi, Ramadhani hailipi thawabu, Ramadhani haiadhibu. Ayuha almu'minun, يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له فإذا فرغت فانصب. قال المفسرون Allah anamhutubia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia faidha faragta, utakapomaliza ibada fulani, fansab, basi anzisha ibada nyingine, endeleza ibada nyingine. Hivi ndivyo ambavyo ametaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwetu sote. Faidha faragta fastarih, faidha faragta fanam. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fansab. Qala almufassirun ay dawim ala alibada ba'da ibada, dumu katika ibada, baada ibada moja endeleza ibada nyingine, kwa sababu huo ndo muktadha wa kuletwa kwako duniani. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hiyo tumemaliza ibada, tunafungua mlango wa ibada nyingine ambazo tutakuja kuziashiria katika hotuba yetu ya leo. Suila al-Imam Ahmad, imamu ahli sunnah wal jamaa, aliulizwa al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, mata yajidu al-'abdu ta'ama al-raha, wakati gani mja wa Allah atapata nafasi ya kustarehe? Qala inda awwali qadamin yadhauha fil janna, akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, kwenye kanyagio lake la kwanza atakapoliweka peponi, hapo ndipo ambapo atapata raha. Lakini kabla ya hapo, huku duniani, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ma maana kabad? Atab. Tumemuumba mwanadamu ni mtu mpambanaji.
mpambanaji kwenye kutafuta maisha yake, mpambanaji kwenye kutafuta akhera yake. Duniani ni ardhi ya taabu. Atakaye starehe duniani maana yake anajiharamishia starehe ya akhera. Atakaye pambana duniani anajitengenezea starehe ya kwenda akhera. Al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi anasema atakapoweka kanyagio lake la kwanza peponi, hapo ndipo ambapo mja atastarehe. Ama kabla ya hapo, haya maisha yote ni maisha ya taabu na dhiki na mapambano. Ayuha almu'minun, sallaina, tumeswali alfaraidh wa nawafil, tumeswali na Allah anashuhudilia, tumeswali swala za faradhi na tumeswali swala za sunna. Kuna wakati huwa tunajipa udhur, unapokuwa kwenye shughuli, nasema nimebanwa na shughuli, nikimaliza nitakwenda kuswali swala yangu ya dhuhur. Lakini mwezi wa Ramadhani nilikuwa nasema hii Ramadhani wacha nikaswali jamaa. Jamani, simamisheni kazi, mwezi wa Ramadhani huu twendeni tukaswali salatu dhuhur jamaa. Kwa hiyo kama mapambano haya, tunathamini salawatu jamaa, tunathamini birrul walidaini, tunathamini kila ambacho tuliambiwa dini inataka, kwa sababu ulikuwa msimu wa kheri. Sasa tunatakiwa kuthubutu kwenye haya, tusiyumbe, tusiache, kwa sababu kama haikuwa Ramadhani ni madrasa ya kukufundisha taa, basi Ramadhani itakuwa haina faida kwako wewe. Wa min hawamil thabat, miongoni mwa vigezo vitakavyokusaidia kuthibiti katika njia ya Allah, kudumu katika mambo ya kheri ambayo ulikuwa unayafanya. Ndugu zangu katika imani, kawaida mwanadamu anapojiwekea utaratibu akalazimiana na ule utaratibu, anadumu kwenye utaratibu huo kwa sababu ameshakubaliana na huo utaratibu. Yani kwa mfano, wewe umeshaamua katika taratibu zako kwamba lazima uamke mapema saa 2 kamili uwepo kazini. Utajiona kwamba majukumu yako yote yanatii ratiba hii. Yani hata kama umetokea umezongwa kwenye kulala, utawaambia wote imani muda, kwa sababu saa 2 kamili natakiwa niwe kazini. Kwa hiyo utaona kwamba majukumu yako yote yanabebwa na hiki kipengele cha ratiba uliyokubali mwenyewe. Sasa miongoni mwa awamil thabat, vitu vitakavyokudumisha katika kubakia kwenye taa ya Allah baada ya Ramadhani, almuhafadhatu ala salawati aljamaa. Katika awamil zinazokusaidia kuthibiti kwenye njia ni kujilazimisha kuswali swala za jamaa hizi ambazo ilikuwa mwezi wa Ramadhani hukubali. Utawaambia wafanyakazi wako, fungeni haraka twendeni msikitini. Utamwambia bosi wako, bosi, Ramadhani hii muda wa swala naomba nikaswali. Sasa kama vile ambavyo ulikuwa mwema kwenye hilo, thibiti katika hilo, na miongoni mwa njia zake ni kujijua kwamba wewe ni muhafadh bil jamaa. Mwanamume Muislamu mkazi wa mji aliyekuwa ana afya njema kalazimishwa na sheria kuswali msikitini swala ya jamaa. Waangalie salafu na salih ambao walikuwa wakidumu katika kudumu kwenye kutekeleza swala za jamaa. Anasimulia Hatim al-Asam mawqifan hadatha lahu, yaqul, kuna kisimamo ambacho al-Allama Hatim al-Asam alikipitia. Kisimamo hicho anasimulia, anasema fatakini salatu fil jamaa, kuna siku moja ilinipita sala ya jamaa, fahazani Abu Ishaq al-Bukhari, akatokea al-Allama Abu Ishaq al-Bukhari akanipa salamu za majonzi, adha, kana kwamba nimefiwa kwa kukosa salatu jamaa. Anasema al-Allama Hatim al-Asam, baada ya Abu Ishaq al-Bukhari kwenda kumpa pole, alikuwa peke yake. Anasema walau mata li walahu la'azani akthar min 10, lau kama ningefiwa mimi au wangefiwa yeye, watu wakuja kunipa pole wangekuwa zaidi ya watu 20, bali mimi nasema wangekuwa zaidi ya watu 100. Anasema Hatim al-Asam rahmatullahi ta'ala alayhi, lianna musibata ad-din ahwanu 'inda an-nasi min musibati ad-dunya, kwa sababu majanga yanayopatikana kwenye dini watu hawayapi uzito
kuliko majanga yanayopatikana katika dunia. Yani ningefiwa na ndugu yangu, wangekuja watu wengi kunipa pole, lakini nilipokoswa na swala ya jamaa, siku moja alikuja mtu mmoja tu kunipa pole. Wewe kwa hali yako ya swala, watakuja kukupa pole watu wangapi? Kwa swala ngapi? Hatim al-Asam anasimulia alikosa swala moja tu, anasikitikia kuja kupewa pole kukosa salatu jamaa moja na mtu mmoja. Kwa nini huyu al-Alama al-Bukhari anakuja kulipa pole akiwa peke yake? Je, ningekuwa na msiba wa kidunia angekuja mtu mmoja kunipa pole ya kufiwa? Sasa ikhwani fil iman, lau kama tungekuwa tuna utaratibu wa kupeana pole kwa kukosa salatu jamaa, ingekuwa kila wakati mlangoni kwako kuna watu, shehe bwana pole sana, Allah akusuluhishe. Kwa hiyo katika kuhifadhi sala za jamaa kuna kufanya mtu kubaki katika njia ya kheri. Ahadu salafi yusamma Suleiman ibn Hamza al-Maqdisi. Kuna mmoja katika salafu saleh anajulikana kwa jina la Suleiman ibn Hamza al-Maqdisi. lam yusalli al-farida munfaridan qattu fi hayatihi illa marratayn. Akuswali swala faradhi peke yake maisha yake yote isipokuwa mara ngapi? Mara mbili. Maisha yake yote hakuswali swala faradhi isipokuwa mara ngapi? Sisi kwa siku ukihesabu swala hiyo diriki faradhi, inawezekana zikawa hizo mbili ndio ulizodiriki swala ya jamaa, lakini tatu zilizobaki tia maji, na ni maisha yetu ya kila siku. Kwa hali kama hii ni wepesi sana kurudi katika mambo yako, kwa sababu hauna kitu ambacho kinakushughulisha. Katika jambo la pili katika awamilu thabat, almuhafadhatu ala wardi alquran, mtu kubakia katika zile auradi za kusoma Qur'ani alizokuwa anajilazimisha nazo katika mwezi wa Ramadhani. Mimi ni mashahidi kwenye nafsi zenu namna gani mlikuwa mnapangua ratiba zenu kwa kusema leo Qur'ani yangu sijaisoma. Jana jioni wakati nimeingia msikitini, natoka kubele al-maghrib, nakutana na mmoja wa ikhwa katika watu wa Darul Hadith, tunasalimiana, ananiambia shehe niache kidogo niwahi nyumbani. Kuna nini? Anasema kipande changu nilichokibakiza sijakimaliza, inawezekana mwezi ukaonekana leo nikabakisha hiki kipande akija isha. Unapangua ratiba zako katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu unajua una kipande cha Qur'ani ambacho unataka lazima ukimalize. Ratiba hii ikibakia baada ya Ramadhani inakufanya uthibiti katika njia. Waqala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura. Alilalamika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, malalamiko yake yakanukuliwa yakawekwa aya katika aya za Qur'an kwenye sura al-Furqan. Amenukuliwa na Allah tabaraka wa taala akisema waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Wa baada Ramadhan nahjuru al-Qur'an. Mtume analalamika anasema Mola wangu mlezi, watu wangu wameihama Qur'an. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان حافظا للقرآن فنسيه فقد هجر القرآن، ومن كان قارئا للقرآن فتركه فقد هجر القرآن، ومن كان يتعامل بالقرآن فترك التعامل بالقرآن فقد هجر القرآن. amewataja waliokusudiwa na Allah katika aya hii Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, akasema aliyekuwa kahifadhi Qur'an alafu akafanya uzembe kamtoka Qur'an, huyu anaingia katika wale walioihama Qur'an. Na yule ambaye alikuwa anaisoma Qur'an alafu akaacha kusoma Qur'an, ana kwamba anasema Ibn Taymiyyah wasomaji wa Qur'an kwenye Ramadhani walioacha kusoma Qur'an baada ya Ramadhani, hao nao wanaingia katika inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Lakini wale waliokuwa wanajishughulisha na Qur'an wakaacha kujishughulisha na Qur'an, hawa pia nao wanakuwa wameihama Qur'an. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'an mahjura. Mimi namuomba Allah nisiwe katika hao. Sijui wewe unaridhika kuwa katika hao?
Tumepambana sana mwezi wa Ramadhani na Qur'an, mpaka ikawa baadhi ya nyakati zetu za dhiki tunapambana kwa sababu ya kusoma Qur'an. Wal Qur'an was-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Hii Qur'ani pamoja na saumu tulizofunga zitakwenda kumuombea shafaa mja siku ya kiyama. Yaqulu siyami ay rabbi mana'tu at-ta'ama fi an-nahar fashafi'ni fi. Saumu itasema, ewe Mola wangu nimemzuilia chakula wakati wa mchana, naomba nipe nafasi ya kumuombea. وقال القرآن يا ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Qur'ani itasema, ewe Mola wangu nilimzuilia huyu bwana kutokana na kulala wakati wa usiku, basi naomba nipe nafasi nimuombee. Allah anawafiki dua hiyo, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayushafi'ani. Hivyo viwili vinapewa nafasi ya kumuombea mtu huyo. Katika awamilu athabat as-suhbatu as-salihin, miongoni mwa vitu vitakavyokubakisha katika taa ya Allah baada ya Ramadhani ni kuambatana na watu wema. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Enyi wale ambao mmeamini, endeleeni kumcha Allah na kuweni pamoja na wakweli. ويوم يعض الظالم على يديه يقول لا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ikumbukeni siku ambayo mtu atang'ata chanda cha kidole chake siku ya Kiyama, aseme, kwa nini mimi sikuifanya njia ya mtume ndio njia yangu? Nimeangamia mimi, lau kama nisingemfanya fulani kuwa ndio kipenzi changu. Amenipoteza na njia ya haki baada ya njia ya haki kuingia. Allah anasema wakana shaitanu lilinsani khadhula. Watu wote ambao wamefanya marafiki watu waovu wanatengeneza majuto siku ya Kiyama, siku ambayo kila mtu kwa yule aliyompenda amempenda kwenye maasi atajutia kwa nini alimpenda mtu huyo, kwa sababu amempoteza, kamshughulisha na taa ya Allah tabaraka wa taala. Wa min awamil thabat ad-du'a, miongoni mwa vitu ambavyo vitakubakisha kwenye taa ya Allah baada ya Ramadhani ni kukithirisha dua. Kukithirisha dua. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakithirisha sana kusema ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini. Ummu Salama anakwenda kwa Mtume na muuliza, ya Rasulullah kaannaka turiduna, mbona hii dua umekariri sana Mtume, kana kwamba wewe unapokariri wewe unatusudia sisi? Akasema ajab, naam kweli mimi nakithirisha hii dua kuiomba na kusudia ni nini? Fa innal quluba fi usbu'i baina asabi'ir rahman, nyoyo za waja zipo kwenye vidole viwili vya Rahman, yuqallibuha kaifa yasha, Allah anawapindua anavyotaka. Bila ya kuomba dua unaweza ukawa upo kwenye taa, lakini mapinduzi haya ya nyoyo yakakukuta ukadondokea kwenye maasi. Kwa hiyo inatakiwa kuomba sana dua Allah akuthibitishe. Na miongoni mwa dua ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazikithirisha kuziomba, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd. Ewe Allah mwabudu wangu wa haki, mimi ninakuomba al-azimata fil amr, niwe na msimamo kwenye jambo la dini. Athabata fil amri wal azima ala rushd, na kuomba niwe nimethibiti kwenye dini alafu niwe na azima katika muongozo ulioniwafikisha. Ikhwani fil iman, min hawamil thabat, katika awamil za thabat ni kuwa na tahadhari, hidharan min an nakunu kama akhbarana Allah tabaraka wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah anasema katika suratu Hud, anatupigia mfano wa mwanamke aliyekuwa katika mji wa Makka, imra'atun majnuna. Mwanamke huyo alikuwa na matatizo ya akili, kanat taghrizu sabahan ila
an-nahar au al-masa. Mwanamke huyu alikuwa na kazi ya kufuma ukili, anashona mkeka, tena anashona ushonaji muhkama mzuri. Akishamaliza mwisho mkeka anaanza kufumua, anaharibu kazi yake yote aliyofanya kutwa nzima. Allah anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, msiwe kama yule mwanamke ambaye alikuwa akifumua mkeka wake baada ya kuwa alikuwa kaufuma kwa jitihada kubwa kwa muda mwingi. Ankatha, anaufumua tena yeye mwenyewe kwa mikono yake. Mmefuma mikeka mingi sana Ramadhani, mikeka ya saumu, mikeka ya sala, mikeka ya Qur'an, mikeka nini. La takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhlan bainakum fatadhilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah. Ayuha almu'minun, katika hawamil za thabat ni kudumu kufanya ibada, kwa sababu saumu tuliyoimaliza leo sio maana yake saumu imekwisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia man sama Ramadhan thumma atba'ahu 6 min Shawwal, aliyemaliza kufunga Ramadhani akafuatiliza kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahar, anakuwa anapata thawabu za kufunga mwaka mzima. Na ile hesabu sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu 1 kwa 10 zile 30 za Ramadhan ukizichanganya na thawabu 10 unapata 300, lakini ukichanganya siku 6 za Shawwal na thawabu 10 unapata 60, jumla yake 360, na ndio idadi ya siku kwa mwezi kwa mwaka wa jua. Mtume anatuambia aliyefunga Ramadhani na kufuatiza siku 6 katika Shawwal anakuwa kafunga mwaka mzima. Una khiari baada ya Ramadhani kuunganisha moja kwa moja kama alivyokuwa anafanya Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi na wengineo katika salafu saleh, au na khiari ya kutofautisha kufunga. Lakini pia una khiari ya kutanguliza kadhaa ya Ramadhan, na hii ndio njia bora zaidi. Alafu kisha baada ya hapo utafunga saumu ya 6. Lakini kwa mtu ambaye ana wakati uliobana wa dhiki, basi atangulize kwanza kufunga saumu ya 6, alafu atafunga Ramadhan, kwa sababu saumu ya 6 ina muda mchache. Katika hawamil thabat, sisi maamuruna bihifadhi din, tumeamrishwa tuhifadhi dini, na dini haifadhiwi kwa kuachwa matendo yake, kuacha kusoma kwake. Kwa hiyo tumeamrishwa na Allah tabaraka wa taala, sisi ndio humatu din, walinzi wa dini ya Uislamu, kwa kuisoma na kuielewa na kuifanyia kazi na kuihami. Inapotokea Waislamu wakawa ndio alama kwenye matendo yanayohalifu dini, Muislamu popote alipo ni wakala wa dini, na chochote anachokitenda anatoa taswira ya dini. Kuwa mjumbe bora wa Uislamu popote pale ulipo. Ondosha madhahiri hizi za rushwa kwenye eneo lako la kazi, kwa sababu wewe umeamrishwa kuwa ni wakala wa dini, wewe ni alama ya dini. Ondosha madhahiri za tabarruj, mwanamke kwenda nusu uchi, kwa sababu akionekana Fatima, Aisha anakwenda uchi, anawakilisha dini yake kwa kwenda uchi. Ondosha madhahiri za maasi kwenye mitaa, hasa siku hii ya Eid. Yukhatibuna Allah tabaraka wa taala biqawli, Allah anatukhutubia kwa kutuambia wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Hawa watu wanaoenea katika maasi siku zaidi, hawa watu hawatoki kwa baba zao na mama zao, hawatoki katika majumba ambayo kuna wasimamizi wao. Hivi wao kwa kufunga kwako mwezi wa Ramadhani umekuwa ni aunan ala almaasi? Umemaliza Ramadhani wewe unakuwa ni msaada kwenda kwenye maasi? Hakuna maneno ya kusema tunabanana kwenye uhuru. Uhuru wa mtu ambaye yuko chini ya usimamizi wa babake na mamake, uhuru wake ni kukaa chini ya usimamizi wa nani? Alafu wewe uliopewa wilaya kusimamia mtoto wako, huyu ndio anakwenda kufanya fasadi kokobishi, huyu ndio ambaye anakwenda kufanya fasadi katika maeneo mbalimbali. Na kwa sababu
yameharibika walezi. Usitegemee kwamba watoto watanyoka. Idha kana rabbul baiti bisabri dhariba fala talumanna sibyan bijawdati ghafs. Anapokuwa baba mwenye nyumba mkijatari mzuri, unawalaumu vipi watoto kunengua? Innakum mas'uluna amama Allah fi dinikum wa fi dhurriyyatikum wa fi muamalatikum. Nyinyi mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kuhusiana na dini yenu na kuhusiana na vizazi vyenu na kuhusiana na muamala wenu mnaofanya. Thumma la tus'alunna yawmaidhin 'anil na'im. Fanatajahazu aljawab, tujiandae na jawabu la maswali haya mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nasallallahu tabaraka wa taala an yamunna alayna bil ilmi nafi' wal 'amali salih innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh. Thumma amma ba'd.